Hello guys, welcome to Turkana Playlist Online TV, and of course from Turkana County, we are the top leading #1 online TV. Each and every time they call me Zeddy Wine. Siku ya leo I have an amazing guest ambaye atakuwa anatuambia anaitwa nani, na pia siku ya leo ameandalia wana Turkana Finest nini siku ya leo. So mtoto wangu, wacha tumkaribishe tujue anaitwa nani na pia ana plans gani katika haya maisha. Safi kabisa. So mambo vipi? Poa sana. Uko mzima? Niko mzima. Mwenyezi Mungu anasaidia saidia. Sana sana. You're looking beautiful. Thank you. Unakuita nani? Naitwa Priska Akadeli. Priska Akadeli. Yes. Wow. Na hivi majuzi tumekujua kama Miss Tuskusa. Tuskusa sio inamaanisha nini? Inamaanisha Turkana South University Colleges Students Association. Yes. So tunajua wote kwamba ulichaguliwa kama Miss Tuskusa, si ndio? Yes. Au ulifeel aje kama Miss Tuskusa first of all? Nilifeel poa. In fact, that was I wanted to be Miss. Before even we started your modeling, nilikuwa very courageous. Then nilikuwa nasema I'm going to make it. So I was very happy and happy. Yeah. So ulikuwa unafurahia sana? Sana sana. Kwa manufaa ya huyu mtazamaji wangu, uko na miaka ngapi? Unatokea side gani? Just in a brief way, describe yourself at least. Watu wangu manzi wajue yule ambaye tuko naye sasa hivi anajiita Priska ni huyu na huyu na huyu, mwenye tunamjua hivi na hivi na hivi. Kwa majina mimi naitwa Priska Akadeli, a resident of Kainuk, Lobokat Ward. I'm also a student from Mount Kenya University. Wow. Main campus Thika. And I'm passionate in modeling maybe and traveling. I also like to do community work because I'm a mentor under Global Fund. Yeah. Uko na miaka ngapi? I'm 20 years old. 20 years old. Yes. Isiwe zile 20 years za kudanganya danganya. Yeah, it's true. 20 years old. Yes. Ndio yako. Wow. Siku ile lecture aso unafanya nini? Hapa lecture. I was celebrating, ukichaguliwa wewe Miss Tuskusa, you are very happy, then unapenda tu ufanye masherehe. Yeah. Sherehe haitaki hasira. Haitaki hasira. And also? Yeah. And also pia ni meet na friends wangu, tufanye nao masherehe, vitu kaa hizo tu. Hiyo ndio nafanya hapa. How was the next step wakati ulichaguliwa kuwa Miss Tuskusa? My next step yako ilikuwa gani baada ya kuchaguliwa, uka celebrate nini? Baada ya hiyo kuchaguliwa ulifanya nini hasa? Nilienda nikaweka sherehe. Yeah. Ulienda kupiga sherehe? Yeah, nilienda kupiga sherehe na my friends wangu. The whole day, the whole night. Yeah. Sherehe sio ya gani ulifanya? Sherehe tulinunua. Yeah. So guys, okay, alafu hii journey ya modeling ilikuwa kwa blood yako kweli ama au kwa hata unafikiria kwamba utai kuja ukamodel na ukawin? Ama ilikuwa ni journey yako kitambo? Since 2014 I was in standard 8 I think, or standard 7. I developed that attitude, yani nilikuwa na hiyo attitude towards modeling. Nilikuwa nasema one day one time nitakuja kuwa Miss. I started modeling when I was in standard 7 2013. Then you know that ya shule ni mchezo tu, hakuna mtu ako serious. Lakini vile nilifika high school form 1 wakati nilikuwa mono. Nika model. Then hiyo mambo ya kuwa mono, you are young, alafu kuna wenye wana model na wako kwa klasi ya kubwa maybe form 4. So wao waka model, wakachukuliwa, then I was second runner up. My principal alini appreciate sana, akasema you have tried. Akanipea ile morale, Mr. Rokroka. Akanipea hiyo morale. Akaniambia mimi continue with that spirit. Siku lose hope. I continued. Then vile nilifika form 2 was in 2016. Then that time I contested in school, then I became Miss Kainuk. 2016, 2017, 2018, then 2019 I went to Thika School of Medical and Health Sciences. I contested there, but I became second runner-up. Uko shule? Yeah, uko shule Thika. But 2020 I didn't contest up to this year. Hiyo story na corona, sasa hakuna siku contest anything. But hata hapo tu nilikuwa nasema one day I'm going to be a Miss. Hivi majuzi Tobong'lore ilikuwa na hatukukuona ukikontest. Unajua tatizo ilikuwa ni wapi, mashida ilikuwa ni gani?
I'm sorry, I went for your vaccine ya COVID, then sikuwa na feel poa. I was sick, hata hiyo day nilikuwa nikilala. That's why siku Kwani contest, ulidungwa but I hii was sindano? ready. Yeah, nilidungwa maybe ilikuwa leo alafu kesho. Sasa mimi sindano kanipeleka vibaya, nilikuwa nalala. In fact that day I was flat. Yeah, that's the reason as to why siku contest. Lakini kuna auditions zilifanyika, labda ulitembea kweli kwa auditions ama bado tu ulikuwa msiki? Hapana, sikuenda. Baada ya Tobon Lore, kuna hii ilikuwa inajiita Miss Kanamkemer. Hiyo pia ilikuwa Cherinas. Walikuwa wanafanya auditions Cherinas. Hatukukuona pia. Sijui tatizo linaweza kuwa wapi. I'm sorry that day sikuwa lodwa. I was in Kainuk. Then sikupata hiyo information na nilipata late. That's why. Bure ningekuwa lodwa ama ningepata mapema ningekuwa nimeenda. But sikupata. Yeah. Wow. Na labda watazamaji wetu wa Turkana Finest Online TV, wewe unawaahidi nini? Like next year pia kutakuwa na Tobon Lore. Sijui kama utakuwepo ama umeamua tu acha mimi niko na ile crown ya Miss Tuskusa, nitakaa na hiyo milele. No, in fact, I'm eagerly waiting for that Tobon Lore ni model. Yeah, So next year I'll be there. Yeah. Labda siri ya modeling ni gani kwa yule jamaa ambaye anashangaa saa hizi mtu anakuaje anakuwa model? Siri ni ya modeling ni gani? Siri ya modeling, you just wake a passion. Unajua everything that you are doing lazima uwe passionate nayo. Hata yule footballer hakuna siku anaweza play football kama ana hiyo passion. Lazima uwe na passion ya kufanya kitu. In fact, yani ile kitu kabisa niko passion na hadi nilijipata tu niko mslim nikasema natosha modeling. So kwa watazamaji, I encourage you, wakati uko na passion, don't go for something that you're not passionate with. Sure. Enda kwa kitu yenye uko comfortable nayo. If it's modeling, tafuta dressing za modeling, go to YouTube channel, angalia how they dress, how they do, how they model, then you start training yourself as long as to your passion. Yeah. Sijaona ukizungumzia kuhusu courage. Oh yeah, I'm sorry. Pia modeling inataka courage. To me, I'm very courageous. Hakuna kitu mimi naogopa. I don't fear. Nilianza kudevelop courage when I was young. Because wakati nilikuwa young, nilikuwa napenda kuimba kwa kanisa, kudance, kuongea hizo memory verses, vitu kaa hizo. Sasa sikuwa mwoga. Even in high school, nilikuwa nafanyanga introduction ya folk dance. So hadi mwalimu wetu alikuwa ananiaminia, anasema, Priska, do it. Today it's your day. Make sure we win your introduction part. Yeah. So kwa modeling inafaa uwe very courageous. Usiconcentrate na watu wenye wako nje. You just concentrate for what you are doing. Si ndio? Yeah. Hiyo inataka uwe courageous. We all know modeling ama modelers, wengi wao wakati pale wanaenda kucontest huko hivyo mbele, wengi wao unapata hawana nguo. Tunasema wako nusu uchi, wamevaa zile bikini. Labda kwa modeling hii ni kitu ambayo inafaa ufanye hivyo ama unaweza model pia wakati umevalia tu zile nguo zako full? Okay, thank you. In modeling, we have different categories. We have fashion modeling. When you're doing fashion modeling, you can wear anything that you want because that's your fashion. Then casual you can wear. Even me, the way I'm dressed now, I'm in casual. Yeah, you can wear anything. Even that bikini and thong, yeah, iko sawa. So lazima uvae zile ndogo ndogo hizo? It's not a must. In modeling you can wear anything. In fact, utaona mtu amevaa dress mrefu ile inafika huko. Utadhani anaenda church but ana model. Lakini nilikuwa nafahamishwa ukivalia zile nguo fupi ama zile nguo ambazo zinaonyesha unakuwa nusu uchi, ndio unakuwa na kuna ile inaitwa percent fulani ambayo inakuonyesha kwamba unaweza win kitu kwa lazima sana, kwa sababu umezionyesha zile mwili yako. Sijui mani hivyo mani. Yeah, sometimes ina add marks. You know, huwezi vaa nguo ya kanisa ukienda mahali pale. You know, kila kitu iko na dressing zake tofauti. Kaa juzi tukifanya dinner modeling, huwezi vaa kitu dinner wakati huwezi vaa nguo mrefu ukienda kuromance na jamaa yako na mpenzi yako. Lazima utavaa nguo at least inamu attract, si ndio? You wear according to any feel inatakikana. It's not a must to find ndio ile yani ile mrefu ama ile fupi. It's okay. They are comfortable with, but hapo unataka upate marks. So kwa modeling tuseme just in a shoot way tuseme your dress your choice. Valia venye unataka ndio uongeze mask. Yes, your dress your choice. Yeah.
Guys, ati unafalia zile nini? Your dreams, your choice in modeling. Right, thank you so much. Wewe ni model. Yeah. Sijua so far so good kama umepata wale management ama bado tu unajimanage wewe mwenyewe. Najimanage mwenyewe sijapata. Unajua the problem is this. In Turkana County, I don't think tuko na modeling agency. Lakini hivi majuzi nilimwona ule mwenzetu ule alienda Egypt. Niliona ni kama amefungua initiative yake ya mambo na modelers hivi. But ajaweka in Lodwar. Sijaona hata school of modeling hakuna Lodwar. You know Lodwar is a big town. Na watu wanaona wakikuwa wanakuwa inawa cost kwenda hadi Nairobi wapi. Angeweka at least Lodwar. Alafu pia watu wa create modeling agencies mingi. Ndo watu wapate kusaidiwa. You know modelers wengi inafikanga hadi mali mtu ana lose hope. Kwa sababu hakuna hiyo support. Saizi wakiitisha maybe mtu akuja model, mtu anakuja tu anajipanga kununua nguo zake, fare, everything, full accommodation. You know? Alafu pia akikuja contest maybe anaweza pewa pesa kidogo. So unaona? Sasa management inakuanga very poor. Hiyo ndio inafanya modelers wengi wana lose hope. Paka mtu anaacha kumodel. Yeah. So managers waonekani, promoters waonekani pia. Hawaonekani. Wow. Wewe unaambiaje huyu model ambaye anatamani kufika pia list hapo umefika ya maisha, anatamani pia na yeye avalie ile crown ama awe miss shule fulani, awe miss Tuskusa, awe miss Turkana County, awe miss culture, anafaa afanye nini? Ama unamwambia nini aswa? To all modelers, tena encourage, anza kubuild that courage. Inafaa uwe very courageous, usiogope. Anza kutrain. Go penye watu ni wengi. Try to talk to them. Isifike penye unaenda contest, then unaanza kutetemeka. No, build that courage. Then keep on practicing. You know, kutembea kwa heels, si rahisi. Na hizo watu wa modeling wanaangalianga your moves, wanaangalia your steps, na miguu yako vile unapeleka. So, inafaa practice. You know, practice makes perfect. Sure. Yani keep practicing. One day, one time you'll reach there. Na uendelee, yani ukue encouraged with your talent. Usi lose hope. Yeah. Hivyo peke yake. Yeah. Wow, asante sana. Next year, ama some years to come, tutamuona, Priscilla wa? Priska, tutamuona Priska wapi? Next years to come, ama some years to come. Some years to come. Me next year natamani kuwa Miss Tourism. That's what natamani. Turkana County first. Wow. Hey. Then after being a Miss Tourism, I want to go to contest international, and nataka kuwa international model in fact. Yeah. Wow. In some years to come, nataka kuwa international model. Si tena model wa sub county wala county. Yeah, nataka kuwa international. Na unaamini kwamba utafika? Najiamini tena sana. Yeah. So unaamini kwamba utafika ile step ya kuwa international? Nitafika. So unawaahidi wale mafans sasa hivi kwamba some years to come naweza nikawa Miss Turkana County ama naweza nika contest pale international? Yeah, nawaahidi. Changamoto zipo katika modeling. Sijui so far so good. Wewe ulipitia changamoto kama gani na gani ndio sasa ukafika ile step umefika sasa hivi? Changamoto gani ulikuwa unapitia so far? Changamoto ni discouragement. From maybe our parents. You know, some of the parents hawataki watoto wao models. Wanaonanga mtu wako akiwa model amekuwa spoiled. That is hivyo ndo wazazi wako. For example, unajua kila mzazi haitamani kuona mtoto wake bana amevalia kuondoka hapa na huko chini. You know that is, na umemkuza kwa maadili mema. Unapata mtoto wako amefanya aje? Hiyo ni kukuza talanta ya mtoto. Mtoto wako kama anacheza mpira, mpe mpira. Kama anataka kumodel, mpe vitu anataka, mpatie bikini na dhonga aende ya model. Hiyo ni kukuza talanta, na kuna watu wanakulia hii kasi. Kuna mtu ni model lakini ako na pesa, ana travel, yani iko tu sawa. Parents ndo watakudiscourage. In fact, my dad discouraged me so much. Hakuwa anataka. Hadi I came, yani juu sasa nikikuja huku, sikumwambia naenda contest kitu. I just told him nataka ku travel. Naenda mahali fulani, but sikumwambia I'm going to model. Juu alinikataza, akaniambia hiyo ni vitu za evil. You know, my dad ni mtu wa kanisa. Kanisa. Sasa ananiambia hiyo kitu ni evil, ati ku expose mwili wako umeharibika. But parents hiyo kitu si poa. Wacha tu mtoto wako afanye anataka. What is good wacha afanye. So nataka kutembea saa hizi baada ya hapa uende nyumbani, mzazi atakutafuta.
Amesikia already. But he was happy. Amefurahia. Yeah. Then aliniuliza ulienda aje, hata ungenitisha maybe pesa ningekupea. But I told him nilikuwa nataka kukusurprise. Juu nikaa uniamini. So unaambiaje wazazi nini? Unaambiaje wazazi? Naambia wazazi wa support. Saizi wakati una mtu wa kusupport in modeling, msasi ajitolee tu. Kama ni hizo nguo nunulia mtoto wako, makeup. Then kuna hizi shule za modeling. Unaweza peleka hata mtoto wako ulipe fees. Usione unapoteza. Itasaidia. Wow. Right. Maneno yako ya mwisho. Maana tunajua wewe umekaa sana. Maneno yako ya mwisho unaambia watu nini bwana? Maneno yangu ya mwisho. Hata before that, election ipo. Like kitakuja I think next year, si ndio? Next year election iko. Sijui message yako kwa wase kwa youth ni gani kama model? Najua lazima utakuza wale wajamaa pia kwa maneno fulani. Unaambiani. Alafu pia some years back ilikuwa ni 2020. Corona ilikuwa. Sijui kama ilikuwa affect. Ilini affect sana. Because that year sikusoma. Sikuenda shule 2020. Ilini affect sana. You know, hadi na regret, yani nachukia tu. Ningekuwa saizi nimegraduate. Lakini sasa hiyo corona ikanifanya sijamaliza shule hadi na sasa. Lakini bado ipo, corona bado ipo. Ipo lakini at least imepungua na tunasoma. Okay, 2022 ndo hiyo. Ndio time election. Nataka ongea nao ma youth. Kama model, hebu ambia watu mazee kitu. To you, nataka niwaambie kuwa if you are choosing a leader, choose wisely. Angalia leader mwenye anataka maendeleo. Mwenye anataka kuinua vijana, kuwapa kazi, kuwakuza maybe kibiashara, kufund maybe isi CDFs nini, watu wapate bursaries wasome. Usichague leader mwenye atakuwa dictator. Choose wisely because siwezi nikajua opinion yako. Maybe wewe ni mtu wa this chama, mwingine ni wa this party, siwezi nikajua opinion yako. But what I'm trying to say ni kuwa choose wisely. Choose a leader mwenye utaona atasaidia watu. Sawa? Alright, nice one. If you have to choose a leader, then choose wisely. Okay, unaweka mwisho manze. I'm very happy kupatikana leo mahali hapa kukuwa interviewed. I'm very happy. Yeah. Thank you. Kwenye mitandao za kijamii unapatikana? Sikosi. Nitakosaje? Niambia watu manze wanakutafutaje bwana? Mnitafute najiita Priska Akadeli. Priska Akadeli, yeah. Facebook Priska Akadeli, Instagram Priska Akadeli, Twitter Priska Akadeli. Namba ya M-Pesa? Ama yako? No. So mtoto wangu nakushukuru manze sana kwa wakati wako, kwa kuchukua time yako na sisi manze, nashukuru sana mambo manze. Mimi appreciate sana. Thank you. Each and every time from Turkana the world, they call me Zeddy Wine. Let's meet on the next video. Make sure to subscribe, like, share and comment.